Ijumaa ya tarehe 6 Machi 2026, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kwa maana African Court itatoa hukumu yake inayosubiriwa kwa hamu katika kesi muhimu sana, ambapo raia wa Tanzania wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani, wagombea na wapiga kura walitoa ushahidi wake wakidai kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitenda vitendo katika muktadha wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 vilivyokiuka haki zao za msingi za kiraia na kisiasa. Aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kiongozi mwanzilishi wa chama cha wananchi CUF kwa maana the Civic United Front, hayati Maalim Seif Sharif Hamad alianza kufuatilia kesi hiyo mnamo Novemba 2020 ili kupinga kile alichodai kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za uchaguzi uliofanywa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Baada ya kifo chake mnamo Februari 2021, mahakama ilimweka Ado Shaibu Ado, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, kama mwombaji mbadala. Mahakama ya Afrika pia itaanza kusoma maamuzi yake majira ya saa 4 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kwa maana East Africa Time. Usomaji wa maamuzi hayo unatarajiwa kurushwa moja kwa moja kwa Kiingereza pamoja na tafsiri za wakati huo za lugha ya Kiswahili na Kifaransa, na kwamba pamoja na mambo mengine wanaweza kufuatilia kupitia viambata mbalimbali vitakavyokuwa vimewekwa na mahakama. Mahakama ya Afrika ni chombo cha kisheria cha bara kilichoanzishwa na nchi za Afrika ili kukuza na kulinda haki za binadamu barani kote, kikiwa kimeanzishwa chini ya uangalizi wa Umoja wa Afrika, African Union AU. Mahakama hii pia inapata mamlaka yake kutoka kwa dhamira ya pamoja ya nchi wanachama wake, ambapo hadi sasa nchi 34 zimeikubali mamlaka ya mahakama ikiwemo Tanzania. Mahakama ya Afrika iko Arusha, Tanzania, na hivyo basi Tanzania ina kila sababu ya msingi ya kuheshimu maamuzi ya mahakama ya Afrika. Hata hivyo, Tanzania inachelewa kutii maamuzi mengine ya mahakama yaliyoagiza serikali kurekebisha sheria zake za uchaguzi na katiba. Inaeleza kwamba katika kesi ya Shaibu, waombaji wameiomba mahakama ya Afrika kushughulikia kwa ujumla ukiukaji uliofanywa na serikali kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2020, ikiwemo: 1, kuwafungia wagombea bila sababu; 2, kusitishwa kiolela kwa kampeni za wagombea wakuu wa upinzani; 3, kuwaondoa kinyume cha sheria wagombea wengi wa ubunge na udiwani na mabaraza mengineyo; 4, uteuzi wa kada wa chama tawala kuwa mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi; na 5, kuzuia mahakama kushughulikia pingamizi dhidi ya uchaguzi wa rais baada ya tume ya uchaguzi kutangaza mshindi; 6, ni vurugu na uonevu dhidi ya wagombea wa upinzani na wafuasi wao, huku udhalilishaji ukifanywa dhidi ya wagombea wanawake; 7, ni ununuzi wa kura; 8, ni kuvuna kura kutoka vituo vya kupigia kura visivyotangazwa rasmi; 9, ujazaji wa kura; 10, uhesabuji wa kiolela wa kura; 11, kufutwa kwa leseni za machapisho na kusimamishwa kwa vituo vya redio na televisheni vilivyokuwa huru au kuendana na msimamo wa chama tawala; na 12, kupunguzwa kasi na kusitishwa kwa huduma za mawasiliano ya simu, ikiwemo huduma za simu za mkononi na internet na mitandao ya kijamii. Kwa nini uamuzi huu ni muhimu? Bwana Chidi Anselm Odanku, mmoja wa mawakili wa waombaji, anasema kesi hiyo iliwasilishwa zaidi ya miaka 5 iliyopita. Mnamo Novemba 2020, mahakama iliipa serikali ya Tanzania nyongeza iliyokusudiwa kwa makusudi kuchelewesha hukumu hadi baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Kama mahakama ingetoa hukumu yake kabla ya uchaguzi wa mwaka jana, ingeweza kusaidia kuhamasisha chama tawala cha Tanzania kufanya uchaguzi uliokidhi angalau vigezo ama viwango vya chini vya haki, na hivyo basi kuzuia ghasia na ukosefu wa uwajibikaji kwa jumla uliofanya uchaguzi huo na kufanya matokeo yake yapitishwe bila uhalali wowote. Inaeleza kwamba uamuzi huo pia ungeweza kushawishi masuala mengine yaliyoko mbele ya mahakama ya Afrika yanayohusu mageuzi ya uchaguzi, pamoja na madai ya vizuizi vinavyowaathiri wanasiasa wa upinzani chini ya utawala wa serikali ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambavyo kisheria bado vinajadiliwa na mahakama, na kwamba kuna matumaini ya kwamba ikiwa mahakama ya Afrika itabainisha wazi kile serikali ya Tanzania inatakiwa kufanya ili kuzingatia kanuni zinazosimamia uchaguzi huru katika nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, itatoa miongozo muhimu kwa uchaguzi wa baadaye barani Afrika, kuanzia na uchaguzi wa rais wa nchini Kenya, Nigeria iliyopangwa kufanyika mwaka 2027.
Kesi hiyo ya Shaibu iliwasilishwa katika Mahakama ya Afrika tarehe 20 mwezi wa 11 2020 na ikapokelewa na serikali ya Tanzania tarehe 2 mwezi wa 5 2021. Tanzania ilipewa siku 30 za kuwasilisha jibu lake. Hatimaye, kwa kuchelewa kwa siku 90, Tanzania iliwasilisha jibu lake likiwa na kukanusha kwa jumla bila ushahidi. Baada ya hapo, waombaji waliwasilisha majibu na maombi ya kusikiliza mashahidi, ombi ambalo lilikataliwa. Waombaji pia walijaza ushahidi zaidi kupitia hati za kiapo za mashahidi na muktasari kamili unaoweka sheria na ukweli ni kuunga mkono madai yao. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 2 2025, Mahakama ya Afrika ilikubali ombi la Kituo cha Haki za Binadamu cha Robert F. Kennedy na Taasisi ya Haki za Binadamu na Demokrasia Afrika la kuwasilisha muktasari wa mahakama kama amicus, kwa maana marafiki wa mahakama, kutokana na utaalamu na uzoefu wao katika kusikiliza kesi za mizozo ya uchaguzi. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 6 2025, Mahakama ya Afrika ilitangaza kwamba itatoa hukumu yake mnamo tarehe 26 mwezi wa 6 2025, siku 5 baadaye. Baada ya kufahamu taarifa ya hukumu, Tanzania iliomba Mahakama ya Afrika ifungue tena hoja na iruhusu kupewa muda wa ziada wa kujibu. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 7 2025, waombaji waliwasilisha maoni yao wakipinga vikali ombi hilo kutokana na ucheleweshaji mkubwa wa Tanzania hadi wakati huo, upotoshaji wa hoja zake na ukaribu wa uchaguzi. Mnamo tarehe 5 mwezi wa 8 2025, licha ya hayo, Mahakama ya Afrika iliamua kuruhusu Tanzania kuwasilisha hoja zake ambazo waombaji waliitikia, na hatimaye Mahakama ya Afrika ilifunga hoja hizo kwa mara ya pili mnamo tarehe 25 mwezi wa 9 2025, miezi 6 baadaye. Kufuatia uchaguzi wa Oktoba 2025, mchakato wa uchaguzi ambao tena ulizuia ripoti za ghasia zinazohusishwa na maafisa wa serikali na madai ya kiukwaji mkubwa wa viwango vya uchaguzi vya Afrika vinavyohusu kesi hii kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Sasa Mahakama ya Afrika iko tayari kutoa hukumu yake. Waombaji wote ni raia wa Tanzania ambao ni Ado Shaibu Ado, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, kwa maana Alliance for Change and Transparency, mmoja wapo wa vyama vya siasa vya upinzani vinavyojulikana sana nchini Tanzania. Wagombea wawili, mmoja wa bunge na mwingine wa baraza la wawakilishi, na wapiga kura watatu waliosajiliwa wakati ombi lilipowasilishwa, na kulikuwa na muombaji wa 7 ambaye ni bwana Saif Shaifu Hamadi ambaye kwa sasa pia anaendelea na hicho ambacho tunakizungumza.